za mchana na karibuni makao makuu ya klabu yetu Jangwani jijini Dar es Salaam. Niwakaribishe pia Watanzania, mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans ambao sasa hivi wako mubashara kupitia Azam TV, lakini pia kuna vyombo mbalimbali vya habari hapa naambiwa vinaruka live venyewe pia. Kwa hiyo kote huko tuwakaribishe. Lakini kwa sababu sasa hivi vyombo vyetu vya habari vinafika mbali barani Afrika na Yanga ndiyo timu kubwa barani Afrika, kwa hiyo leo presi hii inatazamwa na sehemu kubwa ya bara la Afrika. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezea kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema, ambao tuko mikoani, Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita, na fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka 4 inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga. Baada ya mkutano mkuu, tukio ambalo itafuata hapo mbele ni tukio la siku yetu kubwa, kwa maana ya tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalulile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Lakini kuna timu moja tulikuwa tumeshaialika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi tunavyokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kwa hiyo tumeshindwa kujua ni mambo ya mtandao au ndiyo tena balala Peter Shalulile limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike kesho yake, tuko kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Nimalizi hapa kwenye tukio la wiki ya wananchi kwa kuwaambia wanachama na mashabiki wetu viingilio ambavyo tutakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa wanasema thamani na aina ya sajili ambazo zimefanyika. Thamani kubwa ambayo imeongezwa kwenye tamasha hili msimu huu ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time, wanayanga watapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga, akiwa na kiwasha pale uwanja wa Uhuru. Hebu imagine hiyo moment.
tarehe 9 hiyo mwezi wa 8, Peter Shalwili anatoka kwenye mlango, anaingia hivi, unamuona. Nimeona kuna mtu mmoja asubuhi anasema hii Peter uongo, hii Haji huyu. Yaani jinsi gani usajili ulikuwa mkubwa hadi mtu kuamini mwenyewe tu akaa, au sio kweli huyu?